Leo ni simulizi ya kundi la majambazi, kundi lililosumbua sana kule Canada na Marekani, kundi lililoundwa na watu watatu wakiliita Stopwatch Gang. Hawakuwa watu wenye kufahamiana mapema, labda tangu utotoni kwao, lakini Pad Mitchell na Stephen Reid, hawa wawili walikuwa na historia mbaya toka wakiwa wadogo. Tofauti na mwenzao Lionel Wright ambaye alikuwa hana historia mbaya kwenye makuzi yake. Stephen Reid alizaliwa March 13 mwaka 1950 katika jimbo la Ontario katika jiji la Massey kule Canada. Alizaliwa kwenye familia ya watoto 10. Baba yake alikuwa mchapakazi na alikuwa akipata hela nyingi tu, ila alikuwa ni mlevi sana wa kutupwa. Hakuwa akiwajibika kwenye kuitunza familia yake. Ikapelekea familia yao kuwa na hali ngumu sana ya kiuchumi. Kwa hiyo Stephen Reid akawa anaenda porini kukamata sungura na kuwauza ili kupata pesa za kusaidia familia yake. Alikuwa ni kijana mzuri na hata shuleni alikuwa na uwezo mzuri. Lakini kwenye harakati za kutafuta maisha, Stephen Reid akaangukia kwenye makundi ya wauza mihadarati na kuanza kuwa muuza unga akiwa na umri wa miaka 13 tu. Na biashara hiyo ilivyomkolea, akaamua kuacha shule na akatoroka nyumbani. Hakuwa muuzaji tu wa madawa ya kulevya, bali pia mtumiaji. Alipenda sana heroin. Baada ya miaka miwili akiwa na umri wa miaka 15, akaamua kurudi nyumbani, ila tayari uteja ulishamkolea. Alirudi nyumbani sababu huko mtaani biashara ya madawa ya kulevya ilikuwa ngumu. Sasa ili aweze kuendesha maisha yake, namna pekee ilikuwa ni kuingia kwenye shughuli za wizi. Mwanzoni alianza na wizi mdogo mdogo usiotumia silaha kubwa kama bastola. Alifanya ukibaka fulani tu wa kutishia watu visu na bisibisi. Wizi ukamfanya polisi na mahabusu kuwa nyumba yake ya pili. Alipofika miaka 17, sasa akaamua kuboresha wizi wake kutoka ukibaka na kuwa ujambazi hasa. Akanunua bastola ndogo ya kimagendo ili aanzie nayo kazi. Na kwa kutumia hiyo bastola aliweza kuvamia benki ndogo ndogo na kuwatishia wahudumu wa mabenki, na kisha akapewa fedha na kutoroka nazo. Na alifanya hivyo kwa benki 2-3. Baadaye polisi wa Canada wakamtia nguvuni. Mara hii alifikishwa mahakamani na kushtakiwa, na baadaye mahakama ikamkuta na hatia na kuhukumiwa kifungo cha miaka 10 jela katika gereza la Kingston. Gereza la Kingston lilikuwa ni gereza lenye mazingira magumu sana, na ilimpa wakati mgumu sana kuzoea maisha ya humo ndani. Akili yake Stephen Reid ikamtuma kutoroka. Akili yake ilifikiria hivyo baada ya miaka 2 ya kifungo chake, na alikuwa ameshafikisha umri wa miaka 23. Mipango ya kutoroka aliipanga yeye mwenyewe, hakushirikiana na mfungo mwingine yoyote yule. Na akafikiri na kuamini ya kwamba njia rahisi ya kutoroka ni kupitia chumba cha mshauri wa gereza la Kingston. Basi siku moja aliomba mamlaka za gereza kwenda kuonana na mshauri wa gereza, na mara zote appointment hizo huwa inakuwa ni muda wa mchana. Stephen Reid alivyoenda kumuona mshauri ofisini kwake, wakaongea mpaka ulipofika muda wa lunch. Yule afisa mshauri akataka kupumzika na kwenda lunch. Kwa hivyo akamwambia Stephen ya kwamba wasitishe mazungumzo yao mpaka atakapomaliza mapumziko yake kwa ajili ya chakula cha mchana. Na muda huo sasa ndio Stephen Reid alikuwa akiulenga hasa ili apate kuutumia kutekeleza utorokaji wake. Stephen Reid aliomba kwenda chooni, na mshauri wa gereza akamruhusu kutumia choo chake badala ya vyoo vya wafungwa. Wakati huo askari magereza wako nje ya ofisi ya mshauri, kwa maana hawaruhusiwi kuingia ndani kusikiliza mazungumzo ya mlinzi na yule mshauri wa gereza. Alivyofika chooni, Stephen Reid akapenya dirishani na kudondokea nje ya jengo ambako palikuwa panapakana na ukuta wa gereza, kisha akaparamia ukuta huo ambao ulikuwa umezungushiwa sinyenge ambazo zilimjeruhi lakini kidogo tu. Akaangukia upande wa pili ambako kuna pori na kutimua mbio kutokomea uraiani.
Haikupita muda mrefu, askari magereza wakagundua Stephen Reid ametoroka. Wakaanza kumsaka wakitumia msaada wa farasi na mbwa. Lakini Stephen alikuwa akikimbia kwa kasi kubwa, akijua lazima muda si mrefu askari watagundua kutoroka kwake na kuanza kumfuatilia. Alikimbia mpaka akafika katika makazi ya watu. Huku nyuma polisi wanatangazia raia ya kwamba kama watamuona mtu yoyote wasiyemtambua watoe taarifa kwa haraka. Lakini Stephen alikimbia mpaka akafika katika makazi ya watu na akafanikiwa kwenda kujibanza katika kijumba kimoja. Alijibanza hapo akiwa bado amevalia sare za gerezani. Ghafla akatokea mwenye nyumba, akamuona Stephen. Stephen akaanza kutetemeka akijua sasa ndio mwisho wake. Mwenye nyumba huyo alikuwa ni Paddy Mitchell, ambaye baadaye ndiye ataunga naye kundi hatari la ujambazi. Kwa hivyo Paddy alipomuona Stephen, japo alikuwa hamjui kabisa, ila akamwambia kwa utani, "Nimependa sweta lako. Karibu twende ndani kwangu." Sasa huyu Paddy Mitchell ni nani? Paddy Mitchell alizaliwa June 26 mwaka 1942 katika jimbo la Ontario ndani ya mji wa Ottawa katika nchi ya Canada. Alizaliwa kwenye familia ya watoto 7 na kwa asili kabisa familia yao ilikuwa ni ya Wataliano. Paddy alikuwa ni mtoto mtundu anayecheza masumbwi kama kaka yake aliyekuwa akiitwa Pinky, ambaye huyo Pinky alikuwa ni bingwa wa masumbwi katika mji wa Ottawa. Lakini Paddy Mitchell alitumia ubondia wake vibaya kwa kuwaonea vijana wenzake, kukaba na kuwaibia watu. Paddy akiwa na umri wa miaka 14 alifungwa jela ya watoto kutokana na utukutu wake uliokithiri, na aliachiwa huru akiwa na miaka 18. Alipotoka gerezani alinyooka kidogo na kuamua kutafuta kazi halali. Paddy akawa dereva wa gari la kusambaza soda. Alifanya kazi hiyo mpaka alipofikisha umri wa miaka 20, akaamua kuoa na kubahatika kupata mtoto mmoja aliyeitwa Kevin. Katika harakati zake za kusambaza soda, kuna duka moja kubwa alikuwa akipeleka mzigo mara kwa mara. Muuzaji wa duka hilo akawa rafiki yake sana, sababu walikuwa wakipenda kufuatilia magazeti ya ngono. Paddy alikuwa akipita katika duka hilo, lazima amwachie nakala mpya ya gazeti la ngono, na ndio urafiki wao ulikuwa unazidi kushamiri. Na huyo muuza duka, yeye hakuwa mwingine bali ni Leonard Wright. Mpaka sasa hapo Paddy Mitchell kwa namna hiyo akawa ameshakutana na Stephen Reid aliyetoroka gerezani, na baadaye akakutana na Leonard Wright, muuza duka mwenye kupenda kufuatilia magazeti ya ngono. Leonard Wright alikuwa ni mtu mpole na mstaarabu, mbali na kupenda kwake magazeti ya ngono. Wenzake wanamuelezea kuwa alikuwa ni mtoto wa mama sana, ambaye alikuwa akiishi na mama yake mpaka muda huo akiwa tayari ni mtu mzima. Leonard Wright hakuwaga na historia mbaya yoyote ile ya utukutu wakati wa makuzi yake. Yeye udhaifu wake ulikuwa ni kuangalia sana picha za ngono na kupenda kununua wanawake wanaojiuza. Pesa yake nyingi ilikuwa ikipotelea kwenye kununua makahaba, maana alikuwa hana mchumba mmoja rasmi. Mwaka 1971 Paddy Mitchell akafukuzwa kazi baada ya kuanzisha mgomo wa madereva wakitaka maslahi zaidi, na baada ya kufukuzwa kazi sasa akawa haendi tena dukani kule kwa rafiki yake Leonard Wright, kwa maana hana tena ile kazi inayompeleka pale kusambaza soda. Baada ya miezi michache kufukuzwa kazi, rafiki yake Leonard Wright akawa anammisi sana Paddy, maana ndiye aliyekuwa akimuuzia magazeti ya ngono, na sasa yakawa hayamfikii tena, hivyo akaamua kumtafuta. Wawili hawa walivyokutana wakaongea sana. Paddy Mitchell akamshawishi Leonard Wright kuwa awe anaiba bidhaa za pale dukani, akishaiba bidhaa hizo awe anampa yeye, halafu ataziuza na kisha watagawana pesa. Akamshawishi kuwa watapata pesa nyingi sana kuliko kutegemea kamshahara kadogo anachopata hapo dukani kwa kazi yake ya uuzaji. Leonard Wright akaingia kingi, akakubali, na wakaanza kufanya huo wizi kwenye ghala kubwa la duka. Anaiba na kumpatia Paddy, ambaye yeye anaenda kuuza kwa wateja wake,
kwa bei ya chini, halafu wanagawana kinachopatikana, na ndio ikawa kazi mpya ya Paddy Mitchell kumlisha yeye na familia yake. Huku nyuma, Lionel Wright kwenye vitabu vya kumbukumbu anatengeneza mazingira ionekane wafanyakazi wengine ndio wamesababisha hasara kwenye store ya duka lao, na kwa upole wake hawakuweza kumshtukia mapema kuwa yeye ndiye mwizi. Wawili hawa walicheza mchezo huo mchafu kwa miaka kadhaa, mpaka pale bosi wa Lionel Wright alipokuja kugundua mtu aliyekuwa akimwamini zaidi ndiye mwizi wake aliyekuwa kimfilisi kwa muda mrefu sasa. Naye Lionel Wright akafukuzwa kazi. Sasa wote wawili wakawa hawana kazi. Na hapo sasa ni kufahamishe vyema ya kwamba kipindi ambacho Lionel Wright anafukuzwa kazi ndio kipindi ambacho Stephen Reid naye alikuwa akitoroka gerezani na kuhifadhiwa nyumbani kwa Paddy Mitchell. Basi Paddy Mitchell baada ya rafiki yake kupoteza kazi akamuita aje kuishi kwake, na wakakaa kupanga mipango ya kujiingizia kipato, wafanye shughuli gani. Na ndio ukawa mwisho wa Lionel Wright kuishi na mama yake, na akaanza historia mpya ya maisha yake akiishi nyumbani kwa Paddy Mitchell. Kwa hivyo Stephen Reid na Lionel Wright wote wanaishi kwa Paddy Mitchell, na automatic kwa namna hiyo Paddy Mitchell akawa ndiye kiongozi wao. Na hapo ndio kwa mara ya kwanza Lionel Wright anakutana na Stephen Reid ambaye siku chache nyuma ametoroka gerezani. Na sasa ndio watukutu hawa watatu wakakutana na kuishi pamoja ndani ya nyumba ya kiongozi wao wa kundi, Paddy Mitchell. Kundi ambalo kwenye historia sasa tunalitamka kama Stopwatch Gang. Watatu hawa wakajadiliana ni namna gani watajikomboa na hali ya umaskini, ukizingatia wote hawana kazi. Katika mazungumzo yao ambayo hayakuwa na busara, wakaona hakuna njia nyingine zaidi ya kuingia katika uhalifu wa ujambazi tu. Na Stephen na Paddy hawakuwa wapya kwenye ujambazi. Mgeni wa fani hiyo alikuwa ni mtoto wa mama tu, Lionel Wright. Lakini Lionel Wright alikuwa ni mjanja sana na mwenye akili nyingi za mipango. The Storybook. Kabla ya kuanza kazi yao ya wizi, waliwekeana sheria za utendaji kazi wao. Kwanza, hakuna kuua wala kujeruhi raia au polisi yoyote. Paddy Mitchell alisisitiza sana sheria hii, akisema itawasaidia kama watataka waendelee kuiba kwa muda mrefu bila ya kutafutwa msako mkali. Sheria ya pili ni kwamba walijiwekea utaratibu wa kuvaa suti tu wanapokwenda kutekeleza uhalifu wao, ili watu wakiwaona wasiwahisi vibaya, kwani vazi la suti huaminika kwamba aliyelivaa ni mtu mstaarabu. Sheria ya tatu ni kufanya sana mazoezi ya mbio ili kuongeza wepesi wa kutoroka katika eneo la tukio pale wanapomaliza tukio lao. Pia wakakubaliana kufanya mazoezi ya kuiga sauti za watu, lakini pia watengeneze sauti za uongo ambazo watakuwa wakiziongea wanapokwenda kuiba, ili hata baadaye mashahidi wakitaka kuwabaini iwe ni ngumu kuwatambua, kwani kwenye maisha ya kawaida wanaongea sauti zao za kawaida, wanapokwenda kufanya ujambazi wanakuwa na sauti nyingine kabisa za uongo. Na sheria ya tano waliojiwekea ni kubadilisha muonekano wao kabla ya kuelekea kwenye ujambazi wao. Walikuwa mara nyingine wanapaka makeup katika nyuso zao, au pia wakawa wanavaa mawigi na ndevu bandia na miwani, na wakati mwingine walikuwa wakivaa vinyago kabisa kuficha sura zao. Walianza rasmi kutekeleza uhalifu wao mwaka 1973. Walianza na matukio kama kuvamia maduka makubwa ya bidhaa za nyumbani na benki ndogo ndogo. Na matukio yao yote walioyafanya mwaka 1973 mpaka mwanzoni mwa mwaka 1974 yote yalikuwa kamilifu bila kukamatwa hata mara moja. Na walichokipata waligawana sawa sawa. Na wakati huo Paddy Mitchell akaachana sasa na mke wake. Kwa hiyo nyumba nzima walikuwa wameachiwa Stopwatch Gang waitawale, na ndio ilikuwa kambi ya kusuka mipango na utekelezaji wa ujambazi wao. Na kila mmoja akishapata pesa yake anakwenda kwenye starehe yake. Paddy Mitchell yeye alikuwa mpenzi wa mashindano ya farasi, akishapata hela unamkuta huko. Lionel Wright yeye unamkuta kwenye madanguro ananunua makahaba. Na Stephen Reid yeye utamkuta anakula zake unga
madawa ya kulevya. Mwaka 1974 wezi hawa wakapanga kutekeleza wizi mkubwa wa dhahabu. Katika historia ya taifa la Canada hapajapata kutokea wizi mkubwa kama huo, na rekodi hii mpaka leo haijavunjwa. Na rekodi hiyo ndiyo inaliweka kundi hili katika ramani ya kuwa wezi wa kimataifa walio hatari na wenye weledi mkubwa zaidi katika nyanja ya ujambazi. Siku moja Paddy Mitchell na Stephen Reid walikuwa kwenye ukumbi fulani wa kucheza pool table, ambao wanaendaga hapo kupoteza muda, hasa wakiwa hawana hela, maana wakiwa nazo wanashinda kwenye vilabu vya pombe na starehe zingine za gharama. Stephen Reid, kwa sababu anajua anatafutwa na polisi, mara nyingi akienda maeneo hayo huvalia makoti yenye makofia na miwani mikubwa ili kuficha sura yake. Sasa hiyo siku wakiwa ndani ya ukumbi huo, akaja mtu mmoja ambaye jina lake ni Gary Kutanch. Gary Kutanch alikuwa ni mfanyakazi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ottawa katika kitengo cha mizigo, na hapo alikuja na mali alizowaibia abiria wakati mizigo yao inakaguliwa uwanja wa ndege. Mali hizo zilikuwa ni kalkuleta za thamani kubwa alizowaibia abiria, na akawa akijiuliza ni vipi ataziuza. Ndio akaelekezwa bingwa wa kuuza mali za wizi ni Paddy Mitchell. Gary Kutanch akaonana na Paddy na kweli akamhakikishia anajua pa kuziuza kalkuleta hizo, na urafiki ukaungwa hapo hapo. Wakaanza kupiga stori 2-3. Katika stori walizokuwa wakipiga, Gary Kutanch akagusia suala la uwanja wa ndege wa Ottawa kutumika na serikali ya Canada kupitisha dhahabu kuelekea Royal Canadian Mint. Royal Canadian Mint inahusika na utengenezaji wa fedha za Canada na hata nje ya Canada, na pia utengenezaji wa vito vya thamani. Gary Kutanch akaendelea kufunguka kuwa dhahabu hizo hupitishwa katika uwanja huo wa ndege kila mwezi. Stopwatch Gang, yaani Paddy, Stefan na Lionel, wakaja wa mate wakitamani kuziiba dhahabu hizo. Wakaona fursa imekuja yenyewe. Paddy Mitchell akamwambia, nitakupa $100,000 kama ukitusaidia kutupa ratiba nzima ya lini dhahabu hizo zinaingia, na hiyo hela aliyoitaja Paddy lazima uchanganyikiwe, kwa maana ilikuwa ni nyingi sana, hasa ukizingatia kwa wakati huo. Hiyo $100,000 kwa wakati wa sasa ni sawa na $530,000. Ukiibadilisha kwa fedha za Kitanzania ni sawa na bilioni 1.2. Yule Gary akaona akipewa pesa hiyo umaskini kwa heri, na kwa njaa ya pesa aliyokuwa nayo akakubali kushiriki kuuza taarifa hizo nyeti ili dhahabu hizo ziibiwe na yeye apate chake. Baada ya siku chache Gary akawasiliana na Paddy na akamwambia kuwa mzigo wa dhahabu utaingia April 17. Kumbuka hiyo ilikuwa ni mwaka wa 1974. Mzigo huo unaingia ukitokea kiwanda cha uchimbaji dhahabu Red Lake Gold, na unategemewa kufika usiku wa manane, ambapo itakuwa imeshaingia tarehe 18 April. Mzigo huo utakapofika utasafirishwa kupelekwa Royal Canadian Mint, kule ambako dhahabu hizo hutumika kutengeneza fedha na vitu vingine vya thamani. Mzigo wa dhahabu hiyo husafirishwa kwa siri kubwa ili kuepusha majaribio ya wizi, na pia kunakuwa na ulinzi mkali muda wote wa usafirishwaji mpaka kufikishwa kule Royal Canadian Mint, na husafirishwa kama hivyo usiku wa manane. Kwa hivyo Gary ameshafanya kazi yake, ameshawafikishia taarifa ya tarehe, muda, mahali ambapo dhahabu hizo zitakuwa hapo uwanjani. Sasa mipango ya wizi ikaanza mara moja. Wakatengeneza mchoro wa kwenda kuziiba hizo dhahabu zote. Baada ya kuumizwa vichwa vyao, wakaja na wazo la pamoja ni namna gani watatekeleza wizi huo. Cha kwanza kabisa, katika mchoro wao walitaka kujua ulinzi mzima unaozunguka uwanja wa ndege wa Ottawa. Hapa ni kujua ulinzi wa kawaida ndani ya uwanja na pia ulinzi ambao unasindikiza mzigo wa dhahabu. Umuhimu wa kujua hiyo ni kujua namna gani watacheza na hao walinzi kuhakikisha watafanikiwa kuziiba dhahabu hizo, lakini katika namna ambayo kama walivyokubaliana mwanzo, bila ya kumuua mtu yoyote. Cha pili, kwa mujibu wa mchoro wao, walitaka wapate sare za wafanyakazi wa shirika la ndege la Canada ambazo watazitumia kukamilisha mchoro wao, na hili nalo lilifanikiwa kupitia yule mfanyakazi wa uwanja wa ndege Gary Kutanch. Cha tatu, walihitaji namba ya ofisi ya ghala la kuhifadhi mizigo inayotumika
pale uwanja wa ndege. Namba 4, walihitaji kujua sauti ya mkurugenzi wa shirika la ndege la Canada anayehudumu katika uwanja huo wa Ottawa, na hili lilifanikishwa kwa msaada wa Gary Coutange. Gary Coutange akamchukua Paddy Mitchell na kumkutanisha na huyo mkurugenzi, wakazungumza. Paddy akaweza kuisoma na kuijua sauti ya yule mkurugenzi. Katika kundi lao, Paddy Mitchell alikuwa mzuri sana katika kuiga sauti za watu, na akipata wasaa wa kuongea na mtu kwa muda mchache tu, basi tayari anaimeza sauti yake na atakwenda kuifanyia mazoezi, na atakapozungumza baadaye, hakika utaamini ya kwamba unayemsikia ndio yeye. Mpaka hapo Stopwatch Gang wakaridhika kuwa wanaweza sasa kutekeleza wizi wao. April 17 ikafika mwaka 1974. Usiku wa saa 4 mzigo wa dhahabu ukaingia pale uwanja wa ndege wa Ottawa, ukitokea magharibi mwa mji huo ambako ndiko kunapatikana yale machimbo ya dhahabu ya Red Lake Gold Mines. Mzigo wa madini ulikuja kwenye ndege yake maalum na kushushwa uwanjani hapo, huku ulinzi ukiwa umeimarishwa kwa uwepo wa kikosi maalum kutoka jeshi la polisi. Wakati dhahabu hizo zinafika, wale majambazi watatu wa kundi la Stopwatch Gang walikuwa nao wameshawasili hapo uwanja wa ndege. Lionel Wright na Stephen Reid wakiwa wamevalia mavazi kama wafanyakazi wa shirika la ndege la Canada, huku wakiwa na gari lao, waliingia uwanja wa ndege kupitia lango la wafanyakazi wakitumia vitambulisho feki. Paddy Mitchell naye alikuwa hapo uwanjani, eneo la mbali kidogo na wao, akiwa amevalia suti na amebeba begi la mkononi, akiwa na mikogo kama mfanyabiashara fulani, kumbe ni jambazi. Stephen Reid na Lionel Wright kwa bahati wakaweza kupenya, wakaenda mpaka karibu na ghala ambako ndio zile dhahabu zimehifadhiwa. Kutokana na walivyoambiwa kutakuwa na ulinzi mkali wa polisi, wao wenyewe waliona ni bahati kufanikiwa mpaka kufika hapo, na kweli palikuwa pamemwagika polisi. Wakati wako hapo, zikaingia gari ambazo ndio zitasafirisha dhahabu hizo, pamoja na askari ambao ndio watasindikiza mzigo huo. Ilikuwa ni mishale ya saa 5 usiku. Bado kama lisali 1:30 msafara uanze kuelekea Royal Canadian Mint. Stephen Reid akaanza kutembea kuelekea kwenye ghala. Akampa ishara Paddy Mitchell ya kuanza sasa kutekeleza mpango wao. Paddy Mitchell alikuwa tayari kwenye eneo la kupiga simu, na jukumu lake yeye ilikuwa ni kupiga simu akiigiza kama yule mkurugenzi wa uwanja wa ndege. Ilikuwa ni saa 5:14 usiku. Paddy Mitchell akapiga namba ya ofisi ya ghala, na siku hiyo aliyekuwa zamu ni kijana mmoja mwenye umri wa miaka 24, jina lake David Braham. Paddy akabadili sauti na kuongea kama yule mkurugenzi wa uwanja wa ndege, kama waongeavyo mabosi. Hakusalimia wala nini, akaenda moja kwa moja kwenye point akiagiza na kusema, kijana wangu ameshawasili hapo. Ndege hii ikichelewa, wewe ndiye utakayelipa gharama za hasara. David Braham anasema sauti hiyo ilikuwa imejaa hasira na akaamini ni ya mkurugenzi, kwa hiyo hapo hapo akapaniki. Wakati simu bado iko hewani, kijana Braham akasikia mlango unagongwa na kuamini atakuwa ndiye huyo mfanyakazi aliyetumwa na mkurugenzi. Akamfungulia mlango huku simu akiwa ameiacha hewani na kuanza kulalamika, huku akimwambia, nenda kwenye simu kaongee na bosi ujielezee mwenyewe. Stephen Reid akanyanyua ile simu na kuzuga akiongea nayo, ila muda mfupi tu mbele hakutaka kuendelea kupoteza muda. Akatoa bastola na kumnyooshea yule kijana Braham na kumwambia kuwa kama utanisaidia kila nitakalo, basi sitokuua, ila ukikiuka au kujaribu kuleta usumbufu wowote, umekwisha. Stephen akamtaka muonyeshe ni wapi mzigo wa dhahabu umehifadhiwa, kisha akamfunga yule kijana kwa pingu na kumkalisha chini, halafu akaelekea sehemu hiyo aliyoonyeshwa na kukuta pamefungwa kwa kufuli. Stephen akamrudia Braham na kumwambia anataka funguo ya kufuli, na akamjibu kuwa funguo inakaa ofisi kuu ya uwanja wa ndege kwa sababu humo ghalani kumehifadhiwa mzigo wa thamani kubwa. Stephen alikasirika sana na kuona sasa kibarua kinakuwa kizito, lakini akatafuta namna ya kufanikiwa kuvunja kufuli hiyo. Huko ndani akakuta madonge 6 ya dhahabu, gold bars, yakiwa kwenye kihifadhio chake. Akazichukua na kuziweka kwenye toroli, lakini juu yake akafunika kwa kuweka mizigo mingine ili akitoka navyo nje visigundulike.
Muda huo tayari ameshabonyeza kimtambo chake ambacho kinampa taarifa Lionel Wright, ambaye alikuwa amebaki kwenye gari. Sasa akasogeza gari karibu na kwenye ghala ili amchukue mwenzie. Lionel Wright akawahi na kumsaidia Stefan, wakapandisha kitoroli kizima kile kwenye gari yao. Wasivyovihitaji watakwenda kuvitupa mbele. Paddy Mitchell, ambaye naye jukumu lake lilikuwa ni kupiga simu na kuigiza kama ndiye mkurugenzi, tayari alikuwa ameshamaliza kazi, na hapo taarifa aliyoituma Stefan ilikuwa imemfikia na yeye, na akajua kama tayari ameshaitisha gari, basi kazi imeshakwisha. Kwa hivyo naye akachukua taxi na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Ilichukua dakika 20 tu kukamilisha huo wizi wao mkubwa wa kihistoria. Ilipofika saa 6 na dakika 20 usiku, askari kiongozi wa msafara wa kusafirisha zile dhahabu akaingia ghalani kufuata mzigo. Yeye na askari wake hawakuamini walichokikuta, kwa maana walimuona Braham amefungwa pingu na mlango wa kuhifadhia dhahabu uko wazi. Wakajua tayari wameshapigwa tukio. Braham akawaelezea kila kitu, na ikabidi wapige simu kwa polisi wenzao haraka ili waweke vizuizi barabarani na kukagua magari yote. Ila walikuwa wameshachelewa, kwani Stopwatch Gang walikuwa wameshafika nyumbani kwao. Kulipokucha, vyombo vya habari vyote vikatangaza juu ya wizi huo wa kihistoria katika uwanja wa ndege wa Ottawa. Dhahabu zilizoibiwa zilikuwa na gharama ya zaidi ya dola za Kimarekani 750,000, ambayo kwa thamani ya sasa ni sawa na dola za Kimarekani milioni 2, sawa na shilingi za Kitanzania zaidi ya bilioni 4.6. Uchunguzi juu ya tukio hili ukaanza mara moja, na wapelelezi walihisi kabisa ni wizi ulioanzia ndani, wakimaanisha kuna wahusika au mhusika anayefanya kazi hapo uwanja wa ndege ambaye amesaidia kukamilika kwa wizi huo. Kwa maana usafirishaji wa zile dhahabu huwa ni wa siri na unafanyika nyakati za usiku, na sio rahisi majambazi waje kuiba bila ya kuwa wameibiwa siri. Pia wapelelezi waliangalia namna wizi huo ulivyopangika. Wakajua ni wizi uliosukwa vizuri, na majambazi wale walikuwa wakijua kila hatua ya mzigo wa dhahabu utafika lini, saa ngapi, utawekwa wapi na namna gani wanaweza wakaufikia. Uchunguzi wakati unaendelea, yule Gary Kutanch ambaye alikuwa ndiye mfanyakazi wa hapo uwanja wa ndege aliyeuza mchoro mzima akaanza kudai pesa, kwa maana tayari wizi umeshakamilika. Sasa hela yake ile dola 100,000 anaitaka. Gary Kutanch akawa anazungushwa na Paddy Mitchell, hapewi pesa yake. Kutanch akamwambia kuwa akiona wanamzingua atavujisha siri, ataharibu kila kitu. Paddy Mitchell akaona isiwe tabu, akampa sehemu ndogo ya alichomwahidi. Badala ya dola 100,000 akampa dola 10,000 na kumwahidi atammalizia baadaye wakishamaliza kuuza dhahabu zote. Hii ilikuwa ni hela ndogo tu, lakini ilimchanganya bwana Kutanch. Akajisahau na kuanza kuwa na matumizi makubwa sana. Akanunua pikipiki mpya aina ya Harley Davidson pamoja na pete kubwa ya almasi, bila kujua anajitengenezea mazingira ya kuhisiwa vibaya na wapelelezi. Kwa manunuzi hayo akawa ameingia kwenye orodha ya watu wa kufuatiliwa zaidi, na mwishoni mwa mwaka 1974 alitiwa nguvuni kwa kuhisiwa kuhusika na ule wizi, na baada ya kubanwa alikubali kweli amehusika. Gary Kutanch alieleza kila kitu na kumtaja Paddy Mitchell ambaye ndiye kiongozi wa wizi huo. Na polisi hawakushangaa sana, maana polisi wanamjua Paddy Mitchell alikuwa ni jambazi tangu utotoni kwake. Polisi wakaamua kushirikiana na Gary Kutanch kumwekea mtego Paddy wamkamate. March 3 mwaka 1975, Lionel Wright na Paddy Mitchell walikwenda pale uwanja wa ndege wa Ottawa wakiwa na mpango wa kusafirisha madawa ya kulevya. Hawajui kwamba polisi bado wanawasaka kwenye kilengeo, huku wakitegemea watapata msaada wa rafiki yao Gary Kutanch. Hawajui kwamba Gary tayari ameshawekwa kwenye kinyampasila na hawa polisi na anatakiwa awasaidie kuwakamata wao. Na kweli siku hiyo Lionel Wright na Paddy Mitchell wakatiwa nguvuni wakiwa na mzigo wa mihadarati. Wakapelekwa katika kituo kikuu cha polisi kwa ajili ya mahojiano. Baada ya mahojiano walikiri kuhusika na ule wizi wa dhahabu, na mpaka muda huo Paddy Mitchell ambaye ndiye alikuwa bingwa wa kuuza mali za wizi alishauza madonge 5 ya dhahabu kati ya yale 6. Hivyo askari waliweza kuokoa donge moja tu la dhahabu. Wakati Paddy Mitchell na Lionel Wright wanakamatwa,
Stephen Reid alikuwa yuko Miami, Marekani na mchumba wake wa kilabata, huku akiwasubiria wenzake waliokuwa na mzigo wa dawa za kulevya waende huko Miami wakauze hayo madawa. Taarifa za kukamatwa kwa wenzake zikamfikia, akaamua aendelee kubaki huko Marekani. Huku Canada, wenzake walihukumiwa vifungo vya miaka 17 jela, ila Paddy Mitchell akaongezewa miaka 3 kwa sababu ndiye aliyekuwa kinara wa wizi ule. Lakini Lionel Wright alishindwa kuendelea na maisha ya Miami kwa sababu ya kuishiwa fedha. Akaamua kurudi Canada kwa siri ili akachukue fedha zilizobaki ambazo alikuwa amezificha baada ya mgao. Lakini alipotua tu airport hakufanikiwa kupenya na kutoka, alikamatwa. Stephen Reid alikuwa na kesi 2, ya ule wizi wa dhahabu na kesi ya utorokaji gerezani. Na alitumia ujanja wa kutoa ushirikiano mkubwa kwa polisi ili msaidie asihukumiwe kifungo kirefu jela. Stephen Reid alipofikishwa mahakamani hakutaka kuwasumbua mahakimu. Alikiri makosa yake na kuhukumiwa kifungo cha miaka 10 jela. Sasa wanafamilia wote watatu wa kundi la ujambazi la Stopwatch Gang wako gerezani wanatumikia vifungo vyao. The Storybook. Kwenye kuyasaka mafanikio, wengi hugeuka wabaya. Wengi hugeuka wasohaya. Alisema hivyo moja kati ya wanafalsafa vijana kabisa kutoka hapa Tanzania. Pesa ndizo zilizowasukuma kina Paddy Mitchell, Lionel Wright na Stephen Reid kuwa mahayawani na makatili wa kupindukia. Lakini kuna funzo moja leo nataka nikupe kuhusiana na pesa. Bwana mmoja tajiri alimchukua mwanawe, akaamua kumpeleka kijijini amtembeze, akamuonyeshe jinsi gani binadamu wanaweza kuwa maskini. Yule bwana tajiri akatoka na mwanawe mguu mosi mguu pili mpaka kijijini, akazunguka naye siku nzima. Kisha jioni wakashika njia kurudi nyumbani. Wakati wanarudi kwenda nyumbani kwao, yule baba tajiri akamuuliza mwanawe, "Umeona jinsi gani watu wanaweza kuwa maskini?" Mtoto akasema ndio. Akamwambia, "Niambie, umejifunza nini?" Yule mtoto akamwambia baba yake, "Wakati sisi tuna mbwa mmoja, wale wanakijiji wana mbwa 4. Wakati sisi inapofika usiku tunaiwasha ile taa yetu moja, wale wanakijiji usiku wana nyota zisizohesabika. Wakati sisi tunajenga uzio kujilinda, wale wanakijiji wana marafiki wamewazunguka wanalindana. Wakati sisi chakula chetu tunanunua, wale wanakijiji cha kwao wanakilima wenyewe." Tafsiri ya mafanikio ama umaskini aliyoipata huyu baba baada ya kusikia majibu ya mtoto wake ikabadilika. Yeye baba tajiri, kwa sababu ana pesa, akafunzwa na mwanawe ya kwamba ule msemo wa wanafalsafa, yule ambaye hana chochote isipokuwa pesa tu, naye ni maskini wa kutupwa. Kwenye kuyatafuta mafanikio, wakati mnazitafuta pesa, zitafuteni nyingi ili msipate shida katika dunia ya sasa. Lakini mafanikio kikomo chake yasipimwe kwa pesa tu. Professor Jamal April. The Storybook. Oh yes. Acha nikukumbushe tena, kama wewe ni mpenzi wa saa nzuri
basi Order Stores ndilo duka litakalokidhi haja yako. Ndio walionivalisha mimi hii leo. Iwe saa za kiume ama za kike, zote utazipata dukani kwao. Duka lipo Kariakoo, mtaa wa Msimbazi, au wapigie simu nambari 0685304952 au wafuate Instagram order__stores. Hold up. One time tu, nikusanue jambo moja hivi la kijanja. Ni kwamba kama wewe ni mjanja na unapenda kupendeza kwenye swala la miguu ya kijanja na original, Alvin Kenny ndio duka ambalo litakupendezesha vizuri zaidi. Hawa wacheki Instagram katika ukurasa wao Alvin Kenny 1, au kwa mawasiliano hayo hapo kwenye screen yako. Wanapatikana Kariakoo, mtaa wa Kongo na Msimbazi. Oh yeah? Yeah. Mimi nimevalishwa na kupendezeshwa na Mr. Cadet. Hawa ni wauzaji wa nguo bora za kiume, kuanzia mashati, t-shirt, suruali za jinsi, suruali za cadet, masweta, makoti ya suti na kila aina ya nguo ya kijanja. Mr. Cadet pia wana wallet nzuri za kiume na mikanda ya suruali. Duka lao liko Ubungo Mawasiliano, lakini pia ili kufaidi vizuri kutazama bidhaa zao, ingia Instagram, andika Mr_Cadet, na kwa mawasiliano ya simu basi wapigie kwa nambari 0674888840.